Moja kati ya kitu ambacho kinawapa furaha watu wengi, lakini pia kinawapa huzuni watu wengi kutokana na namna ambavyo matokeo pia yanapokuwa yanatokea bana, ni michezo. Michezo ndo habari ya mjini kwa hivi sasa. Michezo ndo inawapa furaha wananchi Young Africans, mashabiki wa timu hiyo, lakini pia michezo ndo inawapa huzuni mashabiki wa Simba Sports Club kwa matokeo ambayo wanapata kwa siku za karibuni. Sasa ndugu yangu, ni la jambo ambalo nahitaji tufahamishane hapa kwa haraka kuhusiana na situation, namna mambo ambavyo yanavyokwenda, hususan kunako michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hii ni michuano mikubwa kabisa barani Afrika. Karibu sana Gift Online TV, hakikisha pia una subscribe channel yetu. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Bana, kitu ambacho nakufahamisha hapa ni kuhusiana na kikosi cha Young Africans ambacho kimeondoka kwa siku ya jana. Kilianza safari kutoka kwenye ardhi ya Tanzania kikielekea Morocco kwa ajili ya kucheza mechi yao ya 5 ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo wanakwenda kuvana na timu ya AS FAR Rabat, moja kati ya timu ambayo inafanya vizuri kabisa pale Morocco. Kikosi hicho kimeondoka kwa shangwe na matumaini mengi kabisa, na kilifika salama salmini Dubai, ambapo kwa siku ya leo wataanza safari ya kutoka Dubai kwa ajili ya kuelekea pale Morocco. Young Africans wanakutana na timu ambayo ni bora pale Morocco, na imekuwa ikifanya vizuri pale Morocco katika hii misimu miwili. Msimu huu wako nafasi ya 4 wakiwa na pointi 18, wakiwa na tofauti ya pointi 2 tu na kinara wa ligi hiyo, lakini pia na timu ambayo iko nafasi ya pili ambao ni Wydad pale kwenye ligi ya Morocco. Maana kwamba kwa msimu huu nao pia wanaonekana wako bora sana FAR Rabat. Lakini hiyo ikutosha kwa upande wa ofisa habari wa Young Africans, Ali Kamwe, amesema kwamba hawasafiri wakiwa na hofu hata kidogo, au wakiwahofia FAR Rabat, huku ameweza kusema kwamba FAR Rabat ni timu ambayo wana uwezo wa kuimudu vizuri, huku akiongeza dhamira yao kubwa ni kusaka pia ushindi, huku akiamini kwamba watafanikiwa kutimiza malengo yao. Moja kati ya mechi ambayo naamini kwamba wana uwezo wa kuweza kupata matokeo vizuri, huku akisema kwamba mechi ngumu tayari wameshazimaliza, ambapo ni dhidi ya Al Ahly, mechi ya ugenini ambayo walicheza pale Misri, na mechi ambayo walicheza nyumbani dhidi ya Al Ahly. Huyu ndo mpinzani mgumu ambaye wamekutana na hii ndo mechi ngumu ambazo wamezicheza. Wanasema kwamba wanaimudu sana vyema, wanaimudu vyema FAR Rabat, ni moja kati ya timu ambayo wana uwezo wa kuweza kupata matokeo kwake vizuri. Na ndugu yangu, nikufahamishe kwamba kwa sasa msimamo wa kundi B, ambapo Young Africans ndio yupo kwenye hili kundi. Kundi linaongozwa na Al Ahly wenye pointi 8, akifuatiwa na Young Africans yenye pointi 5 sawa na FAR Rabat, huku JS Kabylie ikiwa na pointi 2 tu pekee. Mpaka hivi sasa haijaonja ushindi kwenye kundi B. Hawa JS Kabylie. Young Africans wanaamini wakipata matokeo dhidi ya FAR Rabat, basi nafasi ya kwenda kwenye hatua ya robo finali ni nyepesi kabisa. Ndio manake ukiangalia hapo kwa haraka mpinzani mgumu dhidi ya Young Africans moja kwa moja ni FAR Rabat, moja kati ya timu ambayo nao pia wana pointi 5 sawa na Young Africans. Maana kwamba kama wakifanikiwa kumfunga FAR Rabat, basi Young Africans moja kwa moja wana uwezo una uwezo pia kuwapa guarantee kwamba wanakwenda kwenye hatua ya robo finali ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Moja kati ya timu ambayo imejipambanua vizuri kwenye hii michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, basi ukiangalia moja wapo ni Young Africans, na namna ambavyo timu ilivyo, Young Africans wana uwezo wa kufika mbali zaidi kwenye michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Yanga wana uwezo wa kufika finali kwenye hii michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika vizuri kabisa. Wanao uwezo, wana kikosi kizuri,
wachezaji wanajituma vizuri na ni moja kati ya timu ambayo ukiangalia inacheza katika teamwork nzuri. Lakini pia namna ambavyo walicheza dhidi ya Al Ahly ilisababisha mpaka kocha wa Al Ahly mwenyewe akakubali mziki wa Young Africans, huku akisema kwamba wana timu yenye wachezaji ambao wanaojituma haswa, maana kwamba Young Africans wana uwezo wa kufanya lolote lile katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu, hususan katika wachezaji ambao wameongezwa kwenye dirisha dogo, ndio ambao wameenda kuchagiza wachezaji ambao wako kwenye kikosi cha Young Africans kuwa na balance. Kikosi kimeonekana kuwa na balance nzuri, lakini pia usajili ambao wamefanya katika yale maeneo ambayo ni muhimu zaidi. Kwa ni moja kati ya michuano ambayo inaonekana kuwa bora kwa msimu wa mwaka 2025-26. Hii michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kuna timu kadhaa ambazo zinaonekana kuwa bora sana, lakini ukitaja timu ambazo zinaonekana kuwa bora kwa msimu, basi huwezi acha kuwataja Young Africans kutokana na style yao ya uchezaji. Pengine hii tunaweza tukaipa nafasi kubwa zaidi kwamba inaweza kufika maeneo ambayo ni mbali zaidi. Bana, yako mengi ambayo tunaweza tukafahamishana kuhusiana na michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kikubwa Young Africans, mechi hii inakwenda kupigwa siku ya tarehe 7 majira ya saa 4 za usiku pale Morocco. Ni moja kati ya mechi ambayo inapigwa usiku. Young Africans maandalizi ambao wanapaswa kuyafanya kwa hivi sasa ni kuhakikisha wanazoea mazingira ya Morocco, hali ya hewa ile baridi, ili kuhakikisha kwamba isije kawaletea wachezaji changamoto wanapokuwa wapo uwanjani kuelekea kwenye mchezo wenyewe ambao unakwenda kupigwa majira ya usiku sana, majira ya saa 4 za usiku kwenye baridi kali. Hivyo naamini kabisa uongozi wa Young Africans wamejipanga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila kitu wanakimaliza vizuri. Shukrani sana kwa kufuatilia Gift Online TV. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Bye bye.